katika mkesha huu, kesha wa kuvuka mwaka, pia na sadaka zako za shukrani, na neema ya Bwana ikatosha. Na mahali Biblia inasema wakamtolea Mungu zaka zao za shukrani, ambao ni katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 29 kuanzia 31 na kuna Mambo ya Nyakati wa pili pia 33 verse 16 inazungumzia amusha mwenzako tu aliyelala. Amen. Hebu ataligie sifa tu akili ya Sabina. Yeye kabisa sisi ibada dude mabubu na pia nasikia tu kile biba kumbana kanda la tu kuliza tu mkono pole pole Unatoa zaka. Wacha tusomee kwanza kutoka kwa watu wanafanya nini kwa Mungu. Haya, soma hapo. Mambo ya Nyakati wa pili. Hiyo 29 verse 31. Amen. Yeah. Mambo ya Nyakati wa pili 29 mstari wa 31 inasema, ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa nimejifanya wakfu kwa Bwana. Nimejifanya wakfu kwa Bwana. Karibuni mkalete dhabihu. Anawakaribisha watu walete dhabihu zao katika madhabahu na matoleo ya shukrani, na matoleo ya kushukuru Bwana. Chochote ambacho amekifanya tangu Januari na mpaka sasa tumevuka, na kuna vile ametuombea na kuna vile ametamka juu yetu. Kwa hiyo kuna umuhimu kwa kumtolea Bwana kwa ajili ya sadaka ya shukrani. Na kama unataka kujifungia baraka hata zile umeombewa ni wewe mwenyewe, maana kwa njia ya kutoa ndipo palipo na baraka. Hata msikanganyane. Amen. Amen. Haleluya. Kama hautakuwa na roho ya shukrani, Mungu atakubariki aje. Niliwaambia juzi, kama kuna karoho kwa umasikini, hata kuna mwingine alituma hiyo clip kwa uone. Alisema hivi, kanisa la watu wasiotoa ni maskini wote. Mungu alikwambia nijaribu kwa hiyo njia. Hakuna mahali pengine. Amen. Tunaelewana watoto wangu? So mahali ambapo Mungu anatukamata, unajua Mungu akisema ya kwamba hao watu wananipenda kwa kidogo. Sababu kutoa ni nini?
na kwa mdomo unatamka, lakini moyo unakataa. Alafu utakushangaza shetani anakuambia hii yote, alafu unafikiria unasema hapana, sitoi. Niliwaambia kuna mtoto wangu mmoja hata amekuja leo. Tulikaa pale akasema hana pesa, akaenda akashikwa na mateja, akanipigia simu amepokonywa 7,000 na simu yake. Na hapa tulipokaa hata tulimaliza sijui 1 hour tunasema, na kila mmoja anasema hana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna njia ya kufanikiwa. Sasa hivi mseme amen vizuri. Amen. Wacha tuone. Amen. Karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukrani nyumbani mwa Bwana. Ndio. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu. Kusanyiko ni wakina nani? Sisi sote kama tulivyokusanyika. Wakapeleka dhabihu wapi? Magawani. Maliza hapo, uruke. Na matoleo ya shukrani. Na wote wenye moyo wa ukarimu. Naona kutoa ni moyo wa nini? Ukarimu. Si moyo tu. Ni kuwa na moto wa ukarimu, ya kuelewa kile unachofanya, ya kumjua Mungu wako. Amen. So ukihitaji moyo wako pate amani, pake nao huo moyo utolee nani? Ukitaka huo moyo ufurahishwe, pako huo moyo nao utolee nani? Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka, wa baraka leo. Haleluya. Aha. Anaweza yote. Bado kidogo. Bado kidogo. Bado kidogo. Nibarikiwe. Bado kidogo. Nifunguliwe. Namtolea Bwana wangu, namupenda. Umemaliza sentensi? Bado kidogo, bado kidogo. Amen. Na wote wenye moyo wa ukarimu ndio wakaleta sadaka za kuteketezwa. Wakaweka sadaka za kuteketezwa. Hakuja hapa kwingine. Bado inasema tu ndesa. Hiyo tatikiri. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili 33 kuanzia mstari wa 16 inasema, akaijenga madhabahu ya Bwana. Akatoa juu yake ndio dhabihu za sadaka za amani na za shukrani, kwa sababu unahitaji amani. Amen. Haleluya. Amen. Sadaka za amani lazima uzitoe ndio upate amani. Mungu hajasema bure. Kama ulivyosikia neno nikasema nitakubadilishia mambo yako, ukashangilia, unaposhangilia hiyo kwa sababu unahitaji amani. Wewe
Haya. Baba, katika jina la Yesu, ni kipindi kingine kuja kukutolea sadaka za shukurani, za amani na hata za kufungua milango ya mwaka huu ambao sasa tumeuona. Baba, tunapokuja na dhabihu zetu katika madhabahu kukuja kukutolea tu hivi Bwana, milango tayari ianze kufunguka, kwa sababu moyo unaotoa ndio unaobarikiwa. Basi kuna wengine hawana, hao ninawaombea maisha yao Bwana wangu wakapate, ili wakuje na wao kumtolea Bwana. Na wale ambao wako nacho Baba, ubariki mikono yao, bariki mioyo yao, bariki jamii zao, bariki familia yao. Chochote wanachokutolea Bwana ndicho ambacho umembariki nacho katika mwaka huu tunapovuka. Baba, ukakipokee kwa sababu ni shukurani, kakipokee maana ni sadaka ya amani, kakipokee maana ni sadaka ya kufungua mwaka na kufungua milango na kila aina ya minyororo yote waliotoa kwa mizimu, waliotoa kwa makuku. Sisi tunakuja mbele zako, tunakutolea wewe ili Bwana ukafungue njia mahali pasipo na njia. Asante Bwana, umetuombea maombi mengi Baba. Huduma yako ambayo leo umetuongoza imekuwa ya kufana, hata wewe Baba ukafurahi tule tunachoenda kukutolea Bwana, ukakifurahikia kama ulivyofurahikia sisi na mioyo yetu ukatuombea. Asante kwa maana wewe ni Mungu Baba. Yote anayekuja kutoa mali hapa, anaponyosha mkono wake akajichukulie kazi yake, akajichukulie amani yake, akajichukulie nyota yake, akajichukulie amani yake na baraka na kila chochote anachokihitaji ambacho Bwana anakitaka katika moyo wake. Yule atapata ndoa, yule atapata harusi, yule atapata kazi, yule atasoma vizuri, yule ataendelea, yule atapata school fees, yule atapata amani kwa ndoa yake. Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kila jambo ambalo nalijua katika mtoto wako ambaye yuko mahali hapa, ambaye ninamuombea na nasikia Baba ukamtendee yale yote ambayo yako katika moyo wake na hata yale ambayo hayako Baba ukamtendee na kumzidishia. Asante kwa maana wewe ni Mungu, ukabariki Baba mikono yetu na mioyo yetu na maisha yetu sasa na hata milele, na katika jina la Yesu Baba tumeomba na kuamini. Yes. Wewe Thank you.
Wow.
Yesu.